hakika utakutana naye. Amen. Umekuja kukutana naye na utamuona. Bwana asifiwe sana. Siku ya shukrani, siku ambayo unakwenda kukutana na Bwana. Unakwenda pia kumshukuru kwa yale ambao labda amekutendea kwa kipindi fulani au amekutendea kwa mwezi mzima. Praise wametukumbusha kwamba ukumbuke kwamba umekuja nyumbani mwa Bwana kukutana naye. Praise, asante sana. Mungu awabariki sana. Mungu aendelee kuwatumia vizuri kama jinsi anavyowatumia. Makofi mengi kwa Praise. Jesus. Nafurahi sana kuwaona. Tukae tu. Tunafurahi tena kuonana nyumbani mwa Bwana, ambapo kila mtu anafurahia kuwa nyumbani mwa Bwana. Amen. Nyumbani mwa Bwana ni mahali ambapo tunakutana na Bwana, ni mahali ambapo kuna faraja, ni mahali ambapo hata kama ulikuwa una stress za namna gani, unapofika mahali hapa, unapozungumza na Bwana, kila kitu kinakuwa shwari. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, tunakushukuru Bwana kwa nafasi hii. Asante Mungu wa hema la makimbilio, Mungu tunayekuabudu, Mungu tunayekutukuza, Mungu wa Prophetess Joan. Baba yetu na Mungu wetu, tuko mbele yako Bwana kwa ajili ya kuandaa mioyo yetu na pia kwa ajili ya maandalizi mengine katika maisha yetu. Neno lako la msingi Bwana linatuandaa katika ibada, lakini pia linaendelea kusafiri na sisi, kwa sababu neno ni pumzi yako Bwana. Ni wewe unasema. Roho Mtakatifu, sema nasi, zungumza nasi Bwana. Tufundishe kile unachotaka tufanye Bwana. Tupitishe pale mahali ambapo unataka siku ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, chukua nafasi yako sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuna wiki nyingine nzuri sana. Pia tuna somo lingine ambalo Roho Mtakatifu ametukumbusha. Yamkini somo hili labda lilishakuwa mahali hapa siku za nyuma, kama sio miaka miwili, labda ni miaka mitatu, au ni kipindi kile cha mwanzo. Amen. Ni masomo ambayo labda pia yanafundishwa mara nyingi hata kwenye Bible study. Amen. Au kwa wale wanasemaje, waongofu wapya mtumishi wa Bwana wanaitwaje wale unaowafundisha? Wale watu ambao ndio wanaokoka, waongofu wapya, ambaye labda wengine walitoka katika madhehebu au katika dini nyingine. Lakini leo sisi tutapita huko, kwa sababu Roho Mtakatifu anaona kuna jambo anataka kusema nasi. Umuhimu wa kufanya maombi kabla ya jambo lolote. Kichwa cha habari: umuhimu wa kufanya maombi kabla ya jambo lolote lile. Amen. Hilo ndilo neno letu, au ndio kichwa cha habari cha somo ambalo tunaenda kuliendea saizi. Linaenda kutupitisha kwenye dakika kama sio takribani 10, ni kama 15, ili tuweze kusikia madhabahu pia inatuambia nini leo kupitia kwa nabii wake. Bwana asifiwe sana. Maombi ni nini? Maombi ni namna ya mtu anavyoendea ulimwengu wa roho kuwasiliana na Mungu. Amen. Tutazungumzia maombi upande moja tu. Sisi tutazungumzia maombi upande wa nani? Upande wa Mungu tu. Yale maombi mengine upande wa giza, wale kwa waganga, kwa nani, hayo mimi sitayagusia. Maombi ni namna ambavyo mtu anaenda kwenye ulimwengu wa roho ili kuwasiliana na nani? Kuwasiliana na Mungu. Amen. Anaingia kwenye ulimwengu wa roho ili kuwasiliana na nani? Na Mungu. Amen. Na kisha kuathiri ulimwengu wa roho kwa namna ambavyo itasababisha nini?
mabadiliko. Sasa nimesema kuathiri, hapo watu wasema unaathirije tena? Huwa kuathiri kuna negative and nini na positive. Kiswahili tunasema kuna chanya na hasi. Amen. Kwa hiyo kuathiri katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaenda kuathiri kule ili kupata nini? Ili kupata matokeo. Bwana siwe sana. Unekuathiri ili kupata mabadiliko. Unapoingia kuzungumza na Mungu, unategemea, yani unaingia katika ule ulimwengu, unategemea majibu fulani. Amen. Kwa hiyo ni namna ya kuingia katika ulimwengu wa roho ili kuzungumza na nani? Kuzungumza na Mungu. Tuko wote hapo jamani? Imeeleweka vizuri namna nzuri ya maombi au maana ya maombi, sio namna ya maombi. Namna ya maombi tutakuja kukuta huko mbele. Amen. Utendaji kazi wa mkono wa Mungu katika maisha unategemea kiwango cha maombi yetu. Ule utendaji kazi wa kiwango cha Mungu katika maisha yako na maisha yangu yanategemea utendaji kazi wa nini? Wa maombi yetu. Amen. Nidhamu ya kumuomba Mungu tuliona. Una nidhamu namna gani? Nimeshaondoka kule, nimeingia kwingine. Nidhamu ulionayo katika kumuomba nani? Katika kumuomba Mungu. Unajituma namna gani? Una nidhamu namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ile nidhamu ya maombi tulionayo ndio inayofanya utendaji kazi wa Mungu au wa ule mkono wa Mungu uweze kufanya kazi juu yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo maombi yanahitaji nidhamu. Maombi yanahitaji nini? Nidhamu. Ulimwengu wa maombi ni ulimwengu unaohitaji nidhamu. Ndio maana hata wakati mwingine nabii akifundisha hapa anatueleza kwamba ni namna gani, japo inabidi niongee, tulisema ule ulimwengu sitaki kuzungumzia. Ni namna gani wale watu wanaoenda kwa waganga au wale watu wa ulimwengu wa pili jinsi wana nidhamu, au ni jinsi gani ambavyo wanaheshimu yale maagizo yao, wanaheshimu ile ni nini? Ile miungu yao. Amen. Wana nidhamu ya hali ya juu sana 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 katika ule ulimwengu wao. Kwa sababu unajua bwana, shetani hanaga huruma hata kidogo. Ukikosea anakuadhibu hapo hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunahitaji nidhamu. Unapokuwa unamsogelea Mungu au unapokuwa unaenda kwa Mungu kimaombi, unahitaji nini? Nidhamu. Bwana asifiwe sana. Tutakwenda kuangalia sasa faida za kufanya maombi. Tumeshaelewa kwamba tunahitaji maombi, tunahitaji nidhamu. Lakini sasa tunaenda kuangalia nini? Faida za kufanya nini? Za kufanya maombi. Maana inawezekana kwamba unafanya maombi na wengine katika yale maombi umeshapataga faida, lakini hujui. Jambo lile unaloliombea pia huenda Mungu ameshakujibu, lakini unaendelea kuombea jambo ambalo tayari lina majibu, mpaka Mungu anashangaa. Mbona huyu anatakiwa kwenda mbele zaidi, lakini bado anaongelea kitu ambacho tayari kimekwisha kujibiwa. Unaweza kuwa umejibiwa bila kujijua kwamba umejibiwa. Kwa hiyo unatakiwa upige hatua mbele ili kudhibitisha au kupata picha yale maombi yako yamejibiwa. Amen. Tunaweza tukaangalia faida moja. Faida, maombi yanaweza kubadili maamuzi ya hukumu iliyoko mbele yako. Yanaweza kubadili nini? Maamuzi ya hukumu iliyoko mbele yako. Yamkini kuna kitu kibaya ambacho kilikuwa kikupate, au kuna mahali ambapo sipo ulikuwa upite, lakini kwa kufanya maombi yale Mungu anabatilisha. Bwana sifa sana. Mtasamee kidogo, leo kifua changu kimekaa kidogo sio sawa. Amen. Mungu ni mwema. Lakini kwa hiyo maombi yanaweza yakabadili, hata kama ni Mungu kuna hukumu aliyokuwa anapitisha juu yako. Ndio maana unasikia hapa kuna mtu anakuja hapa anaombewa, nabii anamwambia na cancel hiki. Amen. Nafanyaje? Na cancel.
omba Mungu au anampa mtu taratibu wa kuomba ili jambo lile lisifanyaje, lisitokee. Amen. Alafu hapa Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu. Washarika hapa bwana, tuna tatizo moja. Tunapokuwa tunapokeaga labda ujumbe wa nabii. Amen. Nabii anaweza akawa anazungumza na mtu hapa. Kuna mtu ambaye au watu hatujui tofauti ya amen, tofauti ya kumwambia nabii. Yaani nabii anaweza akamwambia mtu, ninaona kuna mtego umetegeshewa. Amen. Kuna mtego umetegeshewa ambao siku si nyingi itatimia. Anajibu amen. Amina. Yaani nini maana ya amina? Na iwe hivyo. Sasa mimi ninashangaa. Alafu yule mtu akijibu amen, watu wanapiga makofi. Watu wanapiga nini? Wanapiga makofi. Kwa sasa hili somo Mungu akitupa kibali namna ya kupokea kutoka kwa nabii. Ni saa ngapi unatakiwa kusema nisaidie? Ni saa ngapi yani unatakiwa kusema amen? Ni saa ngapi au ni wakati gani unatakiwa kusema ndio au nimeelewa au ni kweli au si kweli? Tuna shida ya hilo jambo. Amen. Tuna shida ya nini? Ya hilo jambo. Namna ya kupokea hatujui ni majira gani, hatujui. Yani inakuwa kama vile ile amen tumesha ikrem. Yani kama vile wanafunzi wote hapo, hamna mtu ambaye alikuwa sio mwanafunzi. Unajua ile kuibia, ile kupiga chabo ile. Sasa wewe utacheki pale B. Yale maswali yetu labda ya kuchagua B. Sasa ile B hujui imekaa wapi. Kwa hiyo kwa sababu swali la 7 ulikuwa hujajibu, wewe unashuka na B. Kumbe mwenzako B ilikuwa ni swali la 3. Sasa majibu yanakuja, yule mwenzako amepiga 100. Lakini sasa unasema mbona ile mimi nilikopi na nimekosa? Huyu amepataje 100? Ina maana ile B alikuwa anatakiwa amefanyaje? Amekosa, si ndio? Kwa sababu mimi si nimekopi B, lakini ile B si nimepata X pale. Amen. Mimi si nimepata X. Lakini yeye amepata zote. Yale maswali 10 amepata yote. Mimi yale maswali 10 na ile B niliyoikopi nimekosa. Unaona? Kwa hiyo ndio shida. Kwa hiyo watu wana claim majibu kwa nabii. Yaani akija pale, yaani unaweza kukuta mtu anaweza tu akasimamishwa pale, nisaidie. Yaani hata hajaulizwa kitu. Kwa hiyo tutakuja kuangalia ni namna gani ya kuweza kufanya hivyo. Amen. Maombi yanaweza kubadili maamuzi au hukumu iliyoko mbele kama tulivyoona. Hem, tusomee Wafalme wa Pili 20:1-5, mtumishi wa Bwana. Kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 20 mstari wa 1 hadi wa 5. Amen. Inasema siku hizo Hezekia akaugua akawa katika hatari ya kufa. Siku hizo Hezekia akaugua akawa katika hatari ya nini? Ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi. Bwana asema, tengeneza mambo ya nyumba yako. Tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani. Akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani. Kufanya nini? Endelea mtumishi wa Bwana. Akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, nakusihi ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako. Ukumbuke, yani akumbuke yale maombi yake, akumbuke jinsi alivyokwenda mbele zake. Alikwenda kwa nini? Tutajua uko mbele. Katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hapo tumeshaelewa bwana. Tumeshtuishi hapo. Kwa hiyo mtaenda kusoma. Kwa hiyo Mungu alikuja kufanyaje? Au mnataka amalizie jamani? Hatusomagi Biblia.
baada ya kugeuka ukutani ilikuwaje? Alimuongezea miaka. Kwa hiyo maombi yanafanyaje? Yanageuza. Amen. Yanaweza kubadili maamuzi ya Mungu mwenyewe. Yaani Mungu alikuwa ameamua kitu, ukienda mbele zake kwa nidhamu ile ya maombi na kwa utii. Na Jumapili iliyopita tulisoma zile taratibu za kumwendea Mungu, unahitaji kufanya nini. Kwa hiyo tulivyokuwa tunasoma somo la kumheshimu nani? Nabii. Kwa hiyo pale ukienda unapomwendea kwa zile taratibu za maombi, tumesema nidhamu, si ndio? Mungu anabadili, kwa sababu kila kitu kina nini? Kina utaratibu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila kitu kina utaratibu wake. Kwa hiyo Ezekia, ile hali ile ilikuwa cancel. Walifanyaje? Walicancel. Walicancel kabisa. Kwa hiyo ya kwanza hiyo umeandika. Tunaingia ya pili. Maombi hutupa nguvu ya kushinda majaribu. Maombi hutupa nguvu ya nini? Ya kushinda majaribu. Faida nyingine ya maombi, kunapokuwa na jaribu, kunapokuwa na hali unayopitia. Amen. Unapokuwa na hali unayopitia, ukiingia katika ulimwengu wa maombi kwa nidhamu zaidi, kuzungumza na Mungu na kwa zile processes zinazotakiwa ambazo tutakuja kuziona huko mbele, unapokuwa katika hile hutupa nguvu, unapata nguvu ya kushinda kila jaribu lililoko mbele yako. Wanakuja watu kanisani wanalia, wamepita katika majaribu mbalimbali. Wao nafikiri kwa nini anakuja hapa next week anakuja kutoa shuhuda, ile shida yangu au lile jaribu langu limepita au limeisha. Uko na mtu wa madhabahu ambaye anajua nidhamu ya maombi. Amen. Kwa hiyo akikuombea, jamani, hata makofi hamna. Au mtu wa madhabahu hajui ambaye akikuombea, kwa sababu anajua ni namna gani anavyokaa na Mungu, ana ile nidhamu ya Mungu, akimwambia Mungu na cancel hii. Bwana sifiwe sana. Na kweli inakuwa cancelled. Kwa sababu ni mtu wa madhabahu ambaye Mungu amemweka, lakini Mungu alimwamini kwa sababu alijua huyu ana taratibu za namna ya kuongea nami. Anajua hapa anapomuoji huyu mtu, anapoona shida zake, anajua kabisa. Wewe unaweza ukamuona amekaa kama sekunde 2 hivi au sekunde 3 hivi akimtafakari yule mtu, lakini pale kwenye ulimwengu wa roho anaingia kwa nidhamu kwa Mungu wake. Huyu mtu tunafanya nini? Bwana siwe sana. Huyu mtu tunafanya nini? Huyu mtu tunamsaidiaje? Mungu, huyu mtu amekuja madhabahuni pako, umemleta hapa, anataka ishida ifike mwisho, tunamsaidiaje? Unaona? Bwana sifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ile ni utaratibu ule. Kwa hiyo maombi hutupa nguvu ya kushinda yale majaribu. Kwa nidhamu ya maombi unayashinda. Ndio maana saa nyingine unahitaji madhabahu yenye nidhamu ya maombi. Unahitaji madhabahu yenye nini? Yenye nidhamu. Madhabahu ambayo haijajichanganya. Madhabahu iliyosimama. Ndio maana leo uko mahali hapa, kwa sababu unajua siri ya madhabahu. Bwana sifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Bwana, tunaenda na nani? Tunaenda na vifungu. Mathayo 26 mstari wa 40 labda mpaka 41. Mwili ni dhaifu. Pasipo maombi mwili ni nini? Ni dhaifu. Au andike hiyo, utaenda kuisoma nyumbani. Utasoma na Luka 22:40. Amen. Kwa hiyo utasoma hapo, itakuonyesha namna gani maombi hutupa nguvu ya kushinda nini? Ya kushinda majaribu. Leo ibada ina mambo mengi sana, na sisi tunawahi sana, ndio maana tunapata muda mwingi sana hapa wa kuzungumza. Amen. Tungekuwa tunachelewa, tungekuwa tunachelewa tusingepata muda, lakini kwa sababu tunawahi tunapata muda mwingi sana. Haya mambo mtakuja kuyatafuta, ipo siku mtasema kwa nini kwa tunachelewa. Amen. Maombi huondoa vikwazo na vipingamizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi huondoa vikwazo na nini? Na vipingamizi. Hilo ni jambo lingine tumeshaenda. Tunaenda haraka kidogo.
Maombi huondoa vikwazo. Chochote kilichokuwa kikwazo ukiomba kwa imani kinapotea. Kikwazo chochote kinachosimama mbele yako, una ile nidhamu, unaomba kwa imani, hicho kikwazo mimi nakwambia huo mlima unafanyaje? Huo mlima unaondoka, hata uwe mrefu namna gani. Kwa maombi ya unyenyekevu unaondoka. Marko 11:23 mpaka 24. Ukichelewa mtumishi tunasema tukasome nyumbani. Hebu wahi kidogo. Wanaweza kusema huyu jamaa sasa anatoa kichoni. Wise man sasa ameamua kuleta zile busara zake madhabahuni ambazo hazina reference. Bwana asifiwe sana. Marko mlango wa 21. Mlango wa 11 mtumishi wa Bwana, mstari wa 23-24. Inasema hivi: Amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'ooka ukatupwe baharini, wala asione shaka wameshapata bana reference. Atakayeuambia ina maana ni katika maombi, kile utakachokiomba huo mlima utafanyaje? Utang'ooka. Huo mlima utang'ooka. Bwana asiwe sana. Kwa hiyo huondoa vikwazo na vipingamizi vyote kabisa. Amen. Maombi ugeuza mioyo ya wafalme na wakuu. Maombi ugeuza mioyo ya wafalme na wakuu. Ndio maana hata katika maisha ya kawaida tu. Watu wote hapa asilimia kubwa najua tuna familia. Wengine wanategemea kuwa na familia. Mtoto wako anapokujia, unaweza ukawa umeshakataa kitu, lakini mtoto wako atakuja kwa namna nzuri mbele yako, atageuza moyo. Hata ile yaani kwa sababu mtoto anasema wewe kila siku unakula pipi, lakini kiondoka tu, leta jamani dadi niletee pipi bana. Si unaona Israeli anakujaga pale. Kila dakika akija pale yeye hataki kitu kingine. Ni pipi tu. Yeye akija pale ni nini? Ni pipi. Yaani unakuta sana sema pipi na bwana. Nasikia pipi. Dadi pipi. Yaani mpaka sasa unaona ananyanyuka naye. Hata sasa unakuta sina change, inabidi kachenjiwe kwa sababu anageuza yale maombi yake, namna anavyoomba anageuza. Amen. Anageuza moyo. Kupitia maombi unaweza kubadili msimamo hata wa bosi wako, mzazi au kiongozi yoyote, kwa faida yako. Amen. Nehemia aliomba, Mungu akageuza moyo wa nani? Wa mfalme. Nehemia 2:4-8. Tutasoma kidogo alafu nyingine tutaenda kumalizia. Nehemia 2:4 mstari wa 4 mpaka wa 8. Hapo tuko kwenye maombi hugeuza moyo wa falme. Nehemia mlango wa 2 mstari wa 4. Nehemia mlango wa 2 mstari wa 4 nasema hivi: Inasema, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Una haja gani unayotaka kuniomba? Anachotaka mfalme ni nini hapo? Anachotaka mfalme hapo ni maombi. Amen. Mtaenda kusoma. Twende haraka leo. Amen. Anachotaka mfalme hapo ni nini? Ni maombi. Kwa hiyo maombi hugeuza. Yaani mfalme kashalegea. Ashakwambia, ni sasa unamwambia mtoto wako, "Ninahitaji nini?" Unaona tunahitaji kitu gani? Mfalme tayari kashafanyaje? Kesha legea. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo maombi hugeuza mioyo ya wafalme, hugeuza moyo wa bosi wako, hugeuza moyo wa mzazi. Ugeuza moyo, yaani maombi yanageuza kitu chochote. Unapoingia katika ulimwengu wa roho. Amen. Bwana asifiwe sana. Yanageuza. Pointi nyingine, maombi ni njia ya nini? Ya uponyaji. Maombi ni njia ya uponyaji. Hapo tumeongea ni namna ya kufanya maombi kabla ya jambo lolote. Tuko kwenye nini? Kwenye faida zake. Amen. Maombi ni njia ya uponyaji. Maombi ya imani humwokoa mgonjwa. Mungu hujali muda ambao
hajali muda ambao umeteseka, unatesekaje na tatizo hilo. Ukimwita kwenye maombi, yeye ufanyaje? Uponya. Yaani yeye, wewe kuteseka kwako au kuteseka kwangu au na jambo hilo na uzito huo, yeye Mungu ajali. Yeye anachoangalia ni namna gani umeenda kwake, ni namna gani umeenda hema la makimbilio. Unataka nini? Unataka huo nini? Unataka huo msaada, unataka huo uponyaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Kabla sijaendelea kidogo, leo tuna changamoto kidogo ya umeme, lakini mnasikia tunatumia generator. Umeme ule kidogo umekuwa chini. Sasa kutokana na kifaa kilichoko hapo cha kustabilize vifaa hivi. Vifaa vilikuwa vinaunguaga sana mwanzo, lakini tukaweka kifaa ambacho kinasaidia. Tulikuwa tunaweza ukapata hasara, unakuja kusikia kitu kimeungua hapa cha 50,000 cha laki cha nini. Kwa hiyo vifaa vinakuwa sio kila siku vinapelekwa. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia generator. Kwa hiyo tunaomba Bwana akuguse kidogo tuweze kupata lita kadhaa za mafuta kwa ajili ya, hatujui umeme utastabilize saa ngapi, kwa sababu kila nikiangalia pale ile taa nyekundu inaashiria kwamba bado umeme haujakaa sawa. Amen. Kwa hiyo tutaomba twende kidogo kwa namna yoyote ile. Amen. Tupate lita kadhaa hapo ili tujue mpaka hapo tutakuwa. Lakini hapo tunaendelea na nini? Tunaendelea na nondo zetu hapo. Amen. Tumeshaona njia ya uponyaji. Mtumishi wa Bwana, hii haitazuia kazi kuendelea. Hem, tusomee Yakobo 5:14 mpaka 15. Wakati na wewe mfuko wako mtumishi wa Bwana unaendelea kuangalia kuna nini cha generator hapo. Usije akapita pale ukajifanya bado unatafuta. Maombi ni njia ya uponyaji. Yakobo 5:14. Yakobo 5, naona unacheka sasa mpaka unasahau. Yakobo 5:14 mpaka mstari wa 15. Yakobo mlango wa 5 mstari wa 14 na 15. Inasema mtu wa kwenu amekuwa mgonjwa na na awaite wazee wa kanisa na wamuombe. Inatosha. Tumeshapata reference. Unajua nataka hapa tukasome Biblia nyumbani. Yaani mtu wa kwenu anapokuwa hawezi, Biblia nyingine zinasema hivyo. Amen. Biblia nyingine zinasema mtu wa kwenu anapokuwa nini? Hawezi. Unaita wazee. Wazee wanafanya nini? Wanafanya nini? Maombi. Hiyo ni nguvu ya nini? Ni nguvu ya maombi kabla ya jambo lolote. Mtu huyu ni mgonjwa kabla hata, yani unajua kuna wakati kule mtaani kule, unajua na sisi watu ambao tumeokoka tuna nondo sana, tunapigwaga. Amen. Unapigwa nondo, naambiwa mbona fulani bwana alikuja kanisani pale akupona. Alienda kuponea wapi? Hospitali. Amekuja pale kanisani. Lakini kuna kitu kimoja watu wanashindwa kuelewa. Amen. Ndio maana hapa anakuja mtu anaombewa, lakini nabii anamwambia nenda hospitali. Hili jambo ni lazima ukafanyiwe nini? Operation. Nabii kwanza, kitu wa kwanza, hata kama kulikuwa kuna mtego uko pale, anauondoa. Kwa sababu inawezekana ule mtego ungeenda operation katika hali ile, ungeenda ukafanyaje? Ukaishia huko. Lakini pia malaika watatangulia kule. Kwani hamkuwahi kusikia hapa miaka fulani ilivuma bwana, yule jamaa operation ya kichwa alipigwa operation ya wapi? Sasa hebu fikiria. Yaani mtu anaona vifaa vinatayarishwa, vifaa vinatayarishwa, anaona kabisa watu wanafanyaje, sijui hapa kwenye wanaita nini, wanatayarisha namna ya kupasua, lakini yeye anajua mimi naumwa mguu, na watu wanaona nyanyua mguu, ananyanyua kwa shida. Amen. Ananyanyua kwa nini? Kwa shida. Amen. Lakini hapo ananyamaza, anaendelea kufanyiwa ile operation. Bwana siwe sana. Amen. Kwa hiyo unapokuwa kanisani pale, unapokuwa katika maombi, Mungu anaonyesha njia ya kufika katika lile nini?
katika lile tatizo lako. Amen. Kwa hiyo maombi pia ni njia ya uponyaji. Bwana asifiwe sana. Maombi hufungua nguvu za Mungu zisizo za kawaida, miujiza. Yaani kwa maombi ile miujiza hapa. Unaona maombi yako wewe ndio yatakaye kufungulia ile nini? Ile miujiza. Amen. Utaenda kusoma mwenyewe Isaya 62:6 mpaka 7. Katika ulimwengu wa roho hamnaga umbali, no distance. Amen. Katika ulimwengu wa roho hakuna umbali. Kwa sababu ya muda jinsi ambavyo tulivyowahi sitaweza kufafanua vizuri. Lakini tunaenda haraka. Tumesema umuhimu wa kufanya maombi. Tunaangalia umuhimu wa sadaka katika kufanikisha yale maombi yako. Bwana asifiwe sana. Umuhimu wa sadaka katika kufanikisha nini? Yale maombi yako. Sadaka si kumpa Mungu pesa. Sababu hana shida, bali ni mbegu ya kiroho inaunganisha maombi na madhabahu ya Mungu. Sadaka ina sauti, inanena. Amen. Sadaka ina nini? Ina sauti, inanena, inaunganisha yale nini? Inaunganisha yale maombi yako. Bwana asifiwe sana. Hapa kwenye umuhimu wa sadaka, kwa sababu ya muda nitaomba tunaweza tukaliangalia kwa wiki ijayo, lakini tuangalie haraka. Kwa nini sadaka ni muhimu? Sadaka inadhibitisha heshima yako kwa Mungu. Amen. Utaenda kusoma Mithali 3:9 mpaka 11. Sadaka inadhibitisha heshima yako kwa nini? Kwa Mungu. Sadaka ni kumbukumbu mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hili mtumishi wa Bwana tusomee Matendo 10:4 mpaka 5. Sadaka ni kumbukumbu mbele ya Mungu. Nenda speed kidogo. Matendo mlango wa 10:4 na 5. Inasema akamkodolea macho, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Huyo ni nani? Kornelio. Kwenye ile hadithi. Afu hii Matendo nitataka mkaisome yote. Endelea speed. Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Na kuwa ukumbusho. Amen. Mstari wa 5. Sasa basi tuma watu Yafa ukamuite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni mtengenezaji. Ataenda kukuambia ukisoma huko mbele, huyo mtu ataenda kumwambia Kornelio yampasayo kunini kufanya. Yamkini wewe kuwa hapa siku ya leo, sadaka zako ulizozitoa zilikutuma. Nenda hema la makimbilio, utaelezwa ya kupasayo nini kufanya. Amen. Umekuja hapa labda ni kwa sababu ya sadaka zako fulani ulizotoaga, ambazo leo nabii anakuja kukueleza yapasayo nini? Yapasayo kufanya. Huenda ni kumbukumbu ya sadaka zako. Amen. Sadaka inavuta uharaka wa majibu. Amen. Sadaka inavuta uharaka wa nini? Wa majibu. Pointi nyingine hiyo. Sadaka inakemea muharibifu. Si mnajua ile Wafalme 3:4-5 sadaka inakemea nini? Uharibifu. Malaki 3:10-11 atamkemea nini? Anayeharibu. Amen. Sasa hapa tuna topic nyingi ambazo tunaziacha, lakini tutakuja kuziangalia wiki ijayo, umuhimu wa kuhudhuria ibada. Amen. Wiki ijayo tutaomba basi tuchelewe zaidi ili tuweze kumaliza kwa haraka zaidi. Tusiweze kuacha kitu. Tujitahidi kuchelewa zaidi wiki ijayo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tujitahidi kuwahi kuchelewa wiki ijayo. Bwana asifiwe sana. Sasa simeshaniambia ameni. Au ndio ile tulisema tujue tofauti. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru, asante hata kwa jinsi ambavyo Bwana umezungumza nasi kwa kiasi. Lakini Mungu wetu utatupa nguvu kwa ajili ya kuendelea kuwa waaminifu.